Vijana wanashangilia Bralime anaanza kazi. Voilà. Kuplase bana alerte. Bralime anaanza. Gari ya kwanza, ile ya pili, ile ya tatu, ya nne, ya tano. Kwa James, appellation naitwa Chumvi ya Kongo, Chitula Adui. Mie kama nasimama hapa, vraiment nashukuru uongozi gisi ilifika. Shukurani tena kwa raia gisi mulijikaza na kujipatia moyo mukaikala mwingine. Shie safi le bakomanda benye mujogele basoda yenyu havana discipline. Munaniambia hapa kama SNPC hakuna SNPCC na hakuna FABEBE. Naam bwana. Na kusalimu popote pale ulipo ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji. Matumaini kwamba wewe usalama salamini kabisa katika afya yako muda huu. Ni katika mida ya jioni kabisa, ni muda ambao jua kabisa tena aiangazi. Yaani nikwambie ni katika muda wa usiku ambao nakuja kukupasha habari. Na ujue kwamba leo ni tariki 9 mwezi wa kwanza mwaka wa 2026. Ni katika wakati huu na siku hii kabisa, ikiwa ni siku ya Jumamosi ambayo nakuja kukupasha habari. Ninakujuza kwamba tunapatikana wilayani Afrika Mashariki mwake DRC, Kivu ya Kusini, ndiko ambako kituo hiki cha habari kinachoweza kupatikana. Ujue ni Reality Mambo TV, kituo cha habari ambacho kiko kwa sababu ya kukupasha habari katika mashariki mwake DRC, barani Afrika, hata katika ulimwengu mzima, ikiwa habari tu zinatujia na kwako kabisa ni kupashe. Ungana nami mwanzo hadi mwisho katika kipindi hiki nikupashe hali ya usalama na habari zingine tofauti katika ulimwengu. Na hivyo hata kwa kubonyeza kwenye alama ya kujiunga hapo subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili unapata habari zetu mapema. Ni kwako kunifuatilia na mimi kukupasha habari. Na mara moja nisikawe, lakini nichukue mara moja ikiwa huko Umarekani ambako Donald Trump, rais wa Umarekani, aliweza kufanywa mahojiano na television Fox News, akiweza kujiweka wazi kabisa na kuonesha jambo la kusema kwamba vita vya kuweza kupambana vya anga kuhusu dawa za kulevya kwa sasa vitateremshwa hadi kwenye ardhi, ikiweza kuwa vita kabisa vya kuenda kupambanisha na cha kwanza kuthibitisha na kuanza kabisa kushika mateka kwa kupitia maji, na hivyo kupitia bahari mateka ambayo aliweza kuyateka na kuonyesha wazi walanguzi wa biashara vya dawa za kulevya wakiweza kabisa kulangua dawa hizo na kuzipitisha kwenye njia ya ardhi na kuziingiza huko Umarekani. Lakini jambo hilo akiweza kabisa kulionyesha kwamba zaidi kutoka katika Mexico kuingia katika nchi ya Umarekani. Hayo akiweza kuyathibitisha na kuyaongea kutokana na hali ambayo na baada ya kumshika Nicolas Maduro, rais wa nchi ya Venezuela. Basi ikiwa huku rais wa Rwanda Paul Kagame uko Moscow akiweza kuonyesha wazi kwenye television akisema ya kwamba kuhusu vita mashariki mwake DRC haikuanza kwa leo, lakini ilianza hapo tangu zamani, hata katika wakati wa ukoloni, na kuweza kuonyesha ya kwamba kabla hata Felix Antoine Tshisekedi hajachukua madaraka hayo yalikuweko, na kuhusu mapambano ya waasi wa FCM 23 dhidi ya majeshi ya Kongo haikuanza leo, lakini ni jambo la muda. Licha ya hali ya usalama kuzorota mashariki mwake DRC, Paul Kagame, rais wa Rwanda, aliweza pia kulionyesha jambo hilo kiwazi, kitu ambacho kinakuwa kizito kisichokuwa katika mawazo ya wengi, na kuweza kulionyesha ya kwamba mapambano hayo sio kosa la waasi wa FCM 23 mashariki mwake DRC, bali ni kutokana na jambo la ardhi, kwa sababu hapo awali nchi ya Rwanda ilikuwa yote nzima, lakini sehemu nyingine ambayo iliweza kubaki ilibaki katika mashariki mwake DRC, na sehemu nyingine ilibaki katika mashariki mwa Uganda. Akiweza kuyazungumza hayo Rais Paul Kagame.
na hivyo wananchi hususan zaidi Wakongomani waliweza kabisa kulingilia jambo hilo na kuweza hata kulichambua kwa namna moja au nyingine. Kagame anakuwa determine, anasema cause ya probleme yake. Hii message ni ya leo jeudi. Leo tuko naongea leo. Peut-être mwafriki wanakuwa vendredi saa hii. Kagame anafanya ile discours, anasema probleme ya Kongo iko napigania budongo yake na M23 njo cause yenye iko napigania. Question yangu ni bakongomani bemuko mu M23. Bakongomani benye badanganya M23 ni mouvement ya Kongo. Mtatuambiaka nini? Ona video na circuler internet yote. Nanga na organize ka kilio kabongo maserke ziko vide. Maiti kama 3 ndio tunapata information mwele maserke mko maiti tu 6 zilikufa Ruchuru. Ule mama anaambia nanga nini? Kwenu ni Kisangani. Munaleta Banyarwanda bakiwa tuwe kwetu mkongo yetu. Si message ile. Ndio maana wanasemaka kila siku chungu ya shetani ya kwake na mfuniko. Nanga na organize kale kakilio Goma mustade aoneshe watu ke Tshisekedi kuna uwa watu. Meuli mama anamwambilia kweli mbele ya dunia mzima na video inatembea dunia mzima. Sasa hivi kuna interprete mwana iposte ile video sasa nikaikwamba. Ule mama anamwambia nanga kwenu ni Kisangani. Unatuletea wa etranger wakiwa tuue mkongo yetu. Si mfunguke macho. Bakongomani babembe benye biko za junga na M23 bafuliko bamushi barega. Be mulijiunga na M23 se bakwiye kwetu bakombozi. Biko napigania budonga kutuiba inchi. Mufunguke macho batoto ya Goma mukamate bisu mitwangio. Mukamate mitwangio na bisu. Mukamate mitwangio na bisu ngembala batu piganie budongo yetu. Kama tutabakia bawili tuachie batoto budongo. Mukamate mitwangio na mabisu. Ima siku tunapata kupanele ni operation kamata mtwangio na kisu. Tupigane na Mnyarwanda. Maneno yake rais wa Rwanda Paul Kagame yaniweza kabisa kupeperushwa na kuweza kabisa hayo kuyatamka ikiwa hapo jana tariki 8 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Nikumbushe ya kwamba jambo hilo linaweza kuleta utata kabisa na kuweza kuonyesha hali mbaya ngambo ya waasi wa FCM 23, hususan zaidi kutokana na uchambuzi wa wananchi na kuweza kusema ya kwamba wale wote ambao waliweza kujiunga na waasi wa FCM 23 hususan zaidi Wakongomani watakwenda wapi, kwa sababu jambo linakuwa vibaya kushinda vile ambavyo liliweza kuwaziwa na kuenda kinyume kabisa. Kiingereza cha Kagame ni kepesi sana na kinaeleweka bila hata mtu kukitranslate. Ni kepesi sana na kinaeleweka Kiingereza cha Kagame. Kwa hiyo hata mtu mwenye anakariri Kibembe vizuri anapaswa kukisikia Kiingereza cha Kagame anasema nini. Kila kitu kiko bien determine mu diskuru ya Kagame kule Moscow. Sasa swali inakuja, tuachane ba Cornel Nange, ni watu wa mbali, licha kwamba wao ndio wenyewe wanakuja na rebellion. Asambua Hussein, mimi niko na target kwanza wale wa ndugu zetu. Wao wanasema eti kwamba ndio tunakuja kulibere Wakongomani. Diskuru ndio hiyo hapo, inapingana na mawazo yenu ambayo inasababisha nyinyi mfanye rebellion. Unaweza katuambia nini? Anaweza akatuambia nini Asambua Hussein? Anaweza akatuambia nini? Tuache sasa na hao wote wabembe ambao wameingia leo kuisupport M23. Sasa twende sasa kwa upande wa Wakongomani wote in general. Mnaweza mkatuambia nini, kwa sababu mlikuja na sababu zenu za kumtoa Tshisekedi. Tshisekedi ni tribal. Leo Kagame anakuambia yuko wazi. Anakuambia na yeye yuko wazi. Probleme ya Kongo kuhusiana na swala M23 haikuanza kipindi cha Tshisekedi, ndio. Ilianza kabla ya Tshisekedi. Na probleme ya M23 sio kwamba ni probleme ya Rwanda na Kongo. Na Rwanda iko napigania tere yake yenyewe ilichukuliwaga upande wa Kongo. Sasa jiulize maswali. Hivi vyote vitu ndio unasikiaga kwamba uvamizi ndio huu sasa. Kwa sababu ni kitu ambacho kiko for impossible. Wakoloni wamekuja, wanakuja kutukolonize. Na inajulikanika kwa sababu mpaka ile nchi yetu ije kuitwa nchi ya koloni fulani. Sisi tulikuwa tunajua system ya kisa venye nchi zilikuwa nani zetu tere zetu zilikuwa zinajiunga.
Ni wami wa asili ndio walikuwa wanaenda kupeleka udongo wao kule kwenda kujiripoti kwa wale wa koloni. Na vitu viko wazi. Na kipindi kenyewe wa koloni wanataka kuondoka, ama tuseme walivyoondoka, kila parti ya Afrika ilikuwa inapata uhuru kwa muda wake. Achana na hiyo. Kwa kuyapima maneno yake Rais wa Rwanda Paul Kagame, imeweza kuonekana kabisa kuwa ni uongo mtupu kwa jambo hilo ambalo anaweza kulizungumza, kwa maana ni jambo ambalo lisilokuwa. Kutokana na mazungumzo ambayo yaliyofanyika wakati wanagawa Afrika, hilo jambo halikukuwepo na kuonekana kabisa uhakika ya kwamba kuwa ni uongo. Hata wazungu hawajafikiria kwenda. Wazungu walienda kukaa ku table ronde kuhusiana na swala ya kugawa mipaka ya Afrika. Na ingelikuwa kwamba wamefanya bahati mbaya, waliifanya mara moja na wakaacha. Ku table ronde kumerudiliwa mara pili. Ku table ronde kumerudiliwa mara pili kwenda kukata mipaka ya Afrika. Unadhani wale wazungu ni wapumbavu sana, wenyewe waliacha ile mipaka ya Kongo hiyo vile na ukubwa wa Kongo huo giso ulivyo. Sasa leo inaweza ikatoka lugha gani tu ya ambayo leo Kagame eko na danganya dunia mzima kusema kwamba kuna parti moja ya Kongo yeye ni ya kwake. Kama sasa ndio anataka kutaka kujitengenezea mazingira ya kutaka kujibinafsisha eneo la Kongo. Sasa inaweza kuwa ni uzembe gani sisi wa Kongomani d'origine tuchukulie udongo wetu na sisi tuko tunaona, alafu mtu mmoja tu Mkongomani naye anakubali kuingia mwile politiki. Unazaa kesho watoto wako nao watakuja kuzaa, utakuwa na wajukuu wale, utawaachia kitu gani kome heritage? Kwa haya maisha ya leo mtu anaheritia ni udongo, utawaachia nini? Hawa wajukuu wako watakuwa watu wa nationalite gani? Mimi hii message yangu nilipenda kwanza ni address sana kwa wale watu, kwa sababu hata humu hii group ya Fizi yetu tuko nao Wakongomani wenyewe kwa puru M23 tuko nao. Sasa message hiyo sasa vrai message kutoka kwa Kagame ndio hiyo, wanakuambia M23 sio kitu kui problem. Problem ni ya Kongo na Rwanda, na hii problem hii ya M23 haikuanza kipindi cha Tshisekedi. Ni yote mnaelewa, mtakuja kutudanganya tena nini? Visa vina message ya leo asubuhi ya Sambua Hussein. Watakuja kutudanganya nini? Ewa, mwache mambo yenu ya kibandi bandi wana. Mwache mambo yenu ya kibandi bandi. Wewe kama uko maskini, kamata jembe, uende ulime. Kongo yetu ile na ardhi yenye rutuba mingi. Utalima hata vitunguu utapata hela na utajenga. Watu kama waisha kufa inatosha. Ifikie mahala sasa watu tuseme kwamba inatosha. Na ndio maana mimi katika kila siku niko nasema, na hata leo audio yangu ya mchana nilisema, kwa kutaka kufaulu hivi vitu vyote vinavyopitikanika hapa, ni sisi kwa sisi tuoane. Hawa watu kama wakina Sambua Hussein hawana mafaa, hawana hata sababu ya msingi. Siku moja tuwafera raconter comme histoire. Histoire inakuwa raconter kwa wale watu ambao wanatuletea matunda mazuri, ama wanatufanizia vitu vizuri ambavyo watu siku moja waje waseme tu kwamba ndio tulikuwa na mtu. Leo kila siku tunapiga historia ya General Mbavu Moya. Aliwekwa kwenye franga ya wazungu. Ni kwa sababu gani? Ya vitu vizuri ambavyo alifanya. Aliacha trace Mumonde. So hata mzone ya Fizi aliacha trace Mumonde. Wewe unafikiri ni Mwafrika tu hivi mwenye aliwekwa kwa franga ya wazungu? Ni kwa sababu ya trace yake ya mazuri ambayo aliacha visa vile na kabila lake. Na hivyo na nimalizie nchini DRC kwa kuweza kuonyesha ya kwamba nchini DRC kutokana na kusimamishwa kwake Sylvain Kenge, msemaji wa jeshi la Kongo, imeweza kuonyesha kubadilishwa kwake na kuwekwa Hazukay Mongba kwa kuwa msemaji wa jeshi la Kongo kwa muda. Kwa kutokana na kusimamishwa kwake Sylvain Kenge kutokana na hali ambayo aliweza kuyatamka dhidi ya Watusi, hususani sana wanawake ambao waliweza kuyazungumzia mabaya, ambayo iliweza kuonekana kwa nchi ya DRC kuwa jambo lisilokuwa la sahihi. Mashariki mwake DRC hivyo nigusie tarafani Fizi kutokana na mzozo ambao unaendelea kati ya Wabembe na Wafuleru. Jambo hilo liliweza kupingwa na kuonyesha kwamba sio uhakika ambao unazidi kuendelea. Na hivyo nikumbushe, ikiwa tariki 6 mwezi wa kwanza huu mwaka 2026 kumeweza kufanyika mkutano huko, naye
kamanda wa jeshi la FARDC ameweza kuliingilia kati jambo hilo na kuweza kulionyesha kwamba hakuna SNPCC wala hakuna FABB, lakini huo mzozo umekuwa kitu ambacho kisichoeleweka na kuweza kulivalia jambo hilo njugu, kuweza kuonyesha kwamba hawataki tena kuweka kamba njiani kwa kuwazuia watu ya kwamba wapate kutoza pesa. Hilo liliweza kuwa jambo ambalo haliweza kuliingilia kati na kusema yeyote yule atakayeweka kamba njiani ya wapate kuwaita wao waje kuwatoa. Lakini anayo mengi kamanda huyo ya kwamba upate kumfuatilia mwanzo hadi mwisho. Huwezi bauliza juu mtasema vya mingi. Tunakokota. Mimi nafurahi sana bakomanda. Me kitu kenye nitawasi mjogele basoda yenyu. Basoda yenyu havana discipline. Munaniambia hapa kama SNPC hakuna SNPCC na hakuna FABB. Me tukiingia mtere tunaona ile tofauti iko. Nyi bakomanda muache tofauti mu matere. Muambie basoda kama muko pamoja, muko munapiga vita pamoja. Na mweko na coordonner vita ni SNPCC. Generale Amuri ya Kutumba. Balifanya coordination ya vita. Sasa vita iko kule mbele, batu bangoma nzito ya Kutumba wako kule mbele wako napigana vita huku kwenyu, vita ingine na kwa ya makabila. Eske vita ya makabila ni vita ya mubaya sana. Na Biblia inaisema. Nitakonseye bababa. Yu basoda bote betu konabo ba FABB, ba nani, bote bako na bababa yabo, na ba mama yabo. Mushauri basoda. Na wakati soda nafanya kitu kibaya, musimuapuie. Muko munaapuie basoda yenyu sana. Oro, ile kubaapuie ndio maana wako wanafanya madesordre. Ba chef, message yenyu nayo. Muache kuwa munakokota basoda. Huyu iko na bariere, huyu naye akuya tie bariere. Haiko ndio gisi tutaunda urafiki shibote hapana. A partir d'aujourd'hui balisha sema bariere hakuna, mwenye tatia bariere. Mimi hawa bawili ndio nitaita. Si balisha sema hapa? C'est-à-dire hawa bawili ndio ba shefu yetu hapa. Kama wanatia bariere ni hawa bawili. Na franga ziendake kuba komanda. Hapo ndio banakulaka. Na muanze kuua, mnatuuia basoda bawili. Benye bangeua banani 2000 ya Banyarwanda pale. Mulisha kuya baua hapa. Sio tuko mperte ya wale basoda. Tutaendelea kupoteza juu ya makamba? Habitawezekana bakomanda. Habitawezekana na mkijeshi hakukuwa kijeshi ya Mufulero na ya Kibembe. Nyi mulisha ingia mujeshi. Tena mko bajeshi ya kabila? Hapana. Hapana, musitie makabila tena mujeshi. Nawaza ile njo madogo nilipenda kujua. Jeshi yote lishakuwa hiyo. Nani wazalendo bako moya? Sasa tunakufa nini tena? Mupatie baraia buhuru. Habata kimbia M23, bakimbie tena na wazalendo. Habitawezekana. Habitawezekana, s'il vous plaît. Munisikie bakomanda. Kama binabashinda mimi niko hapa, munakuya tunaongea. Na en plus de cela, hakuna FABB, hakuna SNPCC mwenye mwenzake atatia Lukamba ajipermettre kutuma basoda yake waende tosha Lukamba mwenzake. Anakuya ku FARDC. Anatuinforme. Shie tutoshe ba FARDC njo waende tosha ile Lukamba. Me hakuna FABB ama SNPCC mwenye anaweza enda tosha Lukamba ya mwenzake. Njo kwenye uko natoka magumu. A partir d'aujourd'hui bakubwa munisikie bile bisirudilie tena. Na waza tunarudia, mubakie na amani ya Yesu Kristo. Wapige mikono. Okay. Baada ya maneno yake kamanda huyo
aliweza pia kulingilia kati Bwana James, kamanda wa wazalendo, kuweza pia kuonyesha wazi kwa jambo ambalo linazidi kuendelea. Baraza mjambo. Kwa majina naitwa James, apelation naitwa Chumvi ya Kongo, Chitula Adui. Mie kama nasimama hapa, kwa nashukuru uongozi gisi ilifika. Shukurani tena kwa raia gisi mulijikaza na kujipatia moyo mukaikala mwingine. Shie savile wa komanda benye balileta madega mwingine ama maeneo, vraiment tunaona savile hatutarudilia tena, lakini mikono sisi wa komanda, sisi wenyewe kwa wenyewe ndio tuko naleta madega. Tudaboro haiko kwa Sudani wa komanda. Komando uko nasikia habari ya mwenzako unampigia simu. Jinsi ulimpigia simu hata kuitika na hata kuelewa benyo uliongea. Mie jana hapa mimi natoka Makobola, komanda anakamata bunduki yangu kubaliri pale. Niko mu hospitali mimi nampigia simu. Hata kuniitika. Vraiment tuache kwanza. We, nani anaanza desordre pale? Komanda kuzarau unaweza fungwa sasa hivi mulete hapa. Unajua kama mwenzako ni komanda, alisha kupigia simu, anakuambia kama hiki kilifanyika tuikale chini tukimalize. Juu ya kuona hali ya mwenzako na muone kama ni mtoto kama ni yeye atujui. Ndio vyenye viko nasababisha hizi zote mahali. Kumbe kenye tutafanya sasa vile ba komanda. Ukiona simu ya mwenzako ipokee sawa sawa na gisi unaweza pokea ya mwingine mwenye unaheshimia. Vraiment ile tatujenga, ile tatupatia amani mwi eneo yenye tuko hapo. Asante. Amjambo wa ndugu. Jambo. Tunashukuru sana kwa kuona hii amani tukiatia hapa na Misha. Ndio. Mutanisamea siasema jina yangu. Mimi naitwa Carlito Shikot Mbeli TD weta Major General ya SNPCC. Natumwa hapa na uongozi nije litia amani hapa na Misha. Jambo tena. Jambo. Naomba wa ndugu zangu zote weko hapa, Wabembe wa Fuleru. Ndio. Mwanzi nitafuta kwenye namba za simu za kwangu jua kutia amani hapa. Ndio. Nashukuru. Basi mkutano huo uliweza kufanyika ikiwa hiyo tarehe 6, lakini katika maeneo ya Namisha ni tarafani na huku katika Kivu ya Kusini. Gari ya kwanza, ile ya pili, ile ya tatu, ya ine ya tano. Wazi ya kwamba Bralima ni kiwanda ambacho kinahusika na uzalishaji wa pombe kimeweza kufunguliwa rasmi na kuanza kutumika. Hivyo imeweza kuleta shangwe kwa wakahaji katika maeneo hayo, yakiweza hata kuonekana wazi. Vijana wanashangilia Bralima inaanza kazi. Voilà. Kuplase banalerte Bralima inaanza. Gari ya kwanza, ile ya pili, ile ya tatu, ya ine ya tano. Basi jambo langu ni kwamba ulikuwa nami mwanzo hadi mwisho katika kipindi hiki, lakini ninakuomba ya kwamba kuwa nami tena mwanzo hadi mwisho katika vipindi vingine. Ninakuomba pia kusambazia watu wengine na pia hata kujiunga ili kupata habari zetu mapema. Na hivyo katika hatua zingine ninasema asante kabisa. Tunapatikana mashariki mwake DRC, huko Kivu ya Kusini ndiko ambako kituo hiki cha habari kinachoweza kupatikana. Ni Reality Mambo TV. Itakujia tena ikiwa mapenzi ya Bwana. Asante.